Jamii ya Kitanzania imetakiwa kuendelea kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa kuwa vitendo hivyo vimekuwa vikirudisha nyuma juhudi za serikali katika kuhakikisha jamii inaishi katika usawa, haki na wajibu kwa kuzingatia haki na misingi ya kibinadamu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika kongamano la wanawake la kuwakumbusha juu ya kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika kipindi cha sherehe ya sikukuu ya mwanamke duniani, katibu mkuu wa taasisi ya Lemachu ambayo imejikita katika kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto pamoja na wanaume wanaofanyiwa ukatili na wenza wao, Violet Mazembe, amesema vitendo hivyo bado vinaendelea katika baadhi ya maeneo na kuitaka jamii kubadilika. Mujibu wa mwendelezo wetu, ukatili unatakiwa kuendelea kupambana, na ndio maana tupo mahali hapa kuunganisha nguvu kwa pamoja, kuenda chini kabisa kwenye jamii, kuambia wababa nao watoke waupinge ukatili, wamama watoke, wasichana, na kila mmoja awe yeye ndiye kioo cha kupinga ukatili wa kijinsia. Na wizara haiwezi kufanya yote, ila jamii yenyewe ikijitambua itaukataa ukatili, na ndipo tutakaposhinda katika jambo hili. Vitendo vya ukatili vinajitokeza kwa wanawake, watoto na wenye ulemavu au makundi maalum. Ikitokea umeona tatizo hilo kwenye jamii yako, kwenye eneo lako, unatakiwa utoe taarifa, ambapo Mheshimiwa Waziri alishatoa namba, na kwa kupitia chombo hiki Lemachu una uwezo wa kumtafuta kiongozi yote wa Lemachu, kwa sababu viongozi wapo kuanzia kitaifa, mikoa, wilaya pamoja na kata na vijiji. Upo katika mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo tunajishughulisha sana kwa ajili ya kuhakikisha ukatili huu unatokomea. Kwa sababu tunaona kwenye vyombo vingi vya habari watu wanaongelea sana kwa habari ya ukatili. Kuna watoto wanafanyiwa ukatili, kuna kina mama wanafanyiwa ukatili, kuna kina baba wanafanyiwa ukatili. Kwa upande wake, Anita Waitara, mlezi wa taasisi hiyo, amesema katika kuimarisha jamii iliyo bora yenye ustawi, lazima vitendo vyote vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto vikomeshwe, lakini nguvu kubwa inahitajika kuanza katika ngazi ya familia. Yaani unapojitambua unaelewa haki zako. Ukishaelewa haki zako, kwa maana elimu imefika mpaka sehemu ambazo zilikuwa zifikiki. Kwa kutokana na elimu ambayo imetolewa na vyombo vya ulinzi na usalama vikisaidia, tumejikuta kumbe matatizo mengi yaliyokuwa yamefichika yameweza kuwa wazi na serikali kuyafikia kirahisi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wanawake mkoani Tabora wameomba sera uwezeshaji wanawake kiuchumi inayotekelezwa na serikali kupitia halmashauri zote nchini iwe endelevu ili waendelee